Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thanau lillah, salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tukufu wa Islam, baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, moja katika sunna kubwa kabisa ni ya kufanya ni kuswali sunna ya Eid al-Fitri katika wakati. Sunna za Eid ni katika sherehe za Islam ni mbili kubwa tu. Sunnatul Eid al-Adha, salatul Eidain, Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Na sasa tunakaribia kuingia katika salatu Eid al-Fitr. Ni sunna muakkada, kwa maana ni sunna ambayo ni ina nguvu zaidi, na Mtume alisisitiza sana na hajai kuikosa. Ndio maana inaswaliwa kwa jamaa, na kawaida ya sunna kila mtu anaswali peke yake, isipokuwa swala hii ambayo inaswaliwa kwa jamaa inakuwa na uzito mkubwa. Ni kwa kuonyesha umuhimu wa Waislamu kuwa pamoja, na kuonyesha nguvu za Waislamu na kudhihirisha nguvu za Waislamu, na kuonyesha mapenzi juu ya Waislamu wasiwe wanyonge katika jamii wanayoishi. Ndio maana katika hadithi ya Said ibn al-Khudri, Abi Said al-Khudri anasema Mtume alikuwa akitoka ila al-musalla, akiswali katika makawanda katika salatul Eid. Nusayba, Atiya Nusayba al-Ansariya radhiallahu anha anasema alikuwa Mtume akituamrisha sisi wanawake tutoke kwenda kuswali katika musalla, hata wanawake ambao walikuwa ni wanawali wakijifinika, wakikaa, wakitengwa, pia siku ya Eid wameambiwa wasisome, na hata wakiwa katika hedhi pia wataenda katika musalla waweze kushuhudia baraka na kuitikia dua, kwa maana siku hiyo dua zinakubaliwa. Kwa hiyo Waislamu waweze kuswali swala ya Eid, ni sunna kubwa kabisa. Hata kama umechelewa, nenda uswali hapo raka zako mbili, wanazuoni anasema uweze kuiswali. Ukienda hakuna swala ya kablia wala baadia, unaswali salatul Eid. Kama haijafika wakati wake, unasubiri tu, unakaa, unaanza takbir mpaka imam anakuwa mwenye kuswali, alafu unasikiza swala ya khutba ya Eid. Na wakati wake ni kama wakati wa dhuha, kutoka ashuruk baada ya jua limeshatoka, kadra rumhi, kiasi dakika 15 baada ya jua kuchomoza, basi pale wakati wake ndio unakuwa unaanza mpaka wakati wa zawali. Ukienda siku hiyo, kwa sababu tumefunga, basi unafaa kabla hujatoka nyumbani uweze kufungua walau bitamarat, kama Abi Said al-Khudri alivyosema, alikuwa akila japo tende kidogo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na Eid al-Adha unatakiwa usile mpaka ukirudi nyumbani, lakini katika Eid al-Fitri unatakiwa uweze kula kabla hujaenda nyumbani. Watu wanaweza kusahau kwa mazoea, kwa hivyo ni vizuri yeye mwenyewe ukiwa na boksi lako ukienda nalo pale musalla, ama tende katika container, basi unawapatia wenye kufuturisha, au unapatia wenzako ambao walikuwa wamesahau, kabla hawajarudi nyumbani waweze kuwa wameshakula japo tende 1, 2, 3 waweze kufungua. Wallahu a'lam. Tunawatakia Waislamu wote hapa Kenya Eid al-Fitr Mubarak. Mwenyezi Mungu akubali somo zetu, swala zetu, na qiyam zetu, na amali zetu zote, na sadaka. Na tunawatakieni tena Eid Mubarak. Takabbalallahu minna wa iyyakum salihal a'mal. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.